vipi maandamano haya ama paredi hii ya kihistoria ya wananchi? Kwanza mimi nimependa vibe la mashabiki wa Yanga, kiukweli wametisha sana. Nimeona kwamba wanapenda sana timu yao. Kwa namna watu walivyojitokeza ni wengi. Watu sasa hivi inabidi wawe makazini, lakini wamekuja kuunga timu yao. Kwa kweli hii inaonyesha kwamba ni upendo wa hali ya juu sana ndani ya klabu yao. Lakini tu sio kwa klabu yao, mpira unapendwa. Mimi kwa kweli nawapongeza Yanga walichokifanya. Kitu kikubwa sana. Sawa, mashabiki wa Simba wanajifunza nini kutokea hapa? Lakini pia viongozi wa Simba na wenyewe wanajifunza nini kutokea hapa, Zaka? Hapa cha msingi ni kujenga timu. Mashabiki wa Simba wajenge timu. Hamna mtu ambaye apendi vibe na raha pia. Kwao nao wanatamani sana siku moja wapate vibe kama hili. Kwao ni wajenge timu. Sawa, huyo ni Zakaria, mpiga picha wa Global TV. Ukiona zile picha kali hususan za mastaa mbalimbali wa film na mastaa wengine ambao tunawafahamu ama watu mashuhuri, basi mojawapo inawezekana ikawa ni mikono na jicho la Zaka. Lakini pamoja nasi yupo pia mchukua video mahiri kweli akifahamika kama Evans wa pili, mpiga picha mkongwe, mchukua video mkongwe, kati ya zile shot kali ambazo unaziona pale za Global TV, basi kuna mkono na jicho la Evans wa pili. Evans wa pili amekuwa sehemu ya kufanikisha jambo hili kubwa mpaka sasa. Labda naye atupe kwa namna ambavyo ameyatazama. Huyu ni mzoefu wa kazi hizi. Evans, kuna utofauti gani wa paredi ya ubingwa wa leo na paredi nyingine za ubingwa ambazo umewahi kufanya coverage yake, na tofauti huko wapi? Asante sana Joel Thomas. Utofauti wa paredi ya mwaka jana 2024-2025, utofauti ni mkubwa na paredi la mwaka huu wa 25-26. Kikubwa paredi la mwaka huu limeanzia airport, kukumbuka Young Africa umetoka kwenye kuchukua kombe la CRDB pale Zanzibar. Tofauti na paredi la mwaka jana lilianzia pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Kikubwa nilichokiona hapa ni wingi wa watu. Ukianzia pale airport mpaka tupo maeneo ya Tazara tunakaribia hapa, wingi wa watu ni mkubwa, mwitikio wa mashabiki wa Yanga ni mkubwa, na kwa namna hii unaona kabisa mashabiki wa Yanga wanaipenda timu yao, kuanzia viongozi mpaka wachezaji pamoja na timu. Unaona pale gari la wachezaji wakitabasamu, wakifurahi ubingwa kwa mara 4 mfululizo. Hivyo tu. Huyo ni Evans wa pili, videographer wa Global TV, akifanya kazi kubwa kweli pamoja na timu nzima ambayo imefika siku hii ya leo. Umeziona shot kali sana siku ya leo. Shot hizo kupitia huko kwenye Instagram ya Global TV ni mikono yake Hilali Daudi ni miongoni mwa masinia katika kazi hapa katika Global TV, na tutapata na yeye nafasi ya kusikia mawili matatu kutoka kwake. Labda na yeye ana experience gani? Ni miongoni mwa watu ambao pia wamepata nafasi ya kufanya kazi hizi kwa muda mrefu, toka paredi ya ubingwa wa Simba na ubingwa hizi mara 4 za Yanga. Hilali, ni tukio la aina gani kwa upande wako, na lielezea vipi turn-up ya mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans ambao na wenyewe wamejitokeza kwa wingi? Wewe unalionaje na unalielezea vipi? Kwa upande wangu ni experience moja kubwa sana. Ni mwaka kama wa 8 hivi nachukua haya matukio ya paredi. Najua za Simba zile zote back to back. Nilishiriki kufanya coverage yao, baadaye wakaja Yanga kama hivi unavyowaona.
wanapiga na wenyewe back to back, wanawalipa ndugu zao Ni ubingwa wa 4 bila shaka kwenye makombe 5, msimu bora kabisa kwa upande wao. So kwangu mimi ni kazi moja nzuri ambao wanaifanya, mashabiki wanaitika. Umeona, yani hawana jambo dogo. Wameitwa juzi, wamealikwa juzi, wameenda kwenye kunywa supu, wamemaliza wameambia tunaenda Zanzibar kufuata kombe letu jingine. Kama vile kwa najua, wameenda wamechukua, kaambia tukutane Terminal 1. Kama unavyowaona ni kikundi kimoja cha watu wengi sana, ni bonge moja la kundi, mashabiki ni wengi, wapo kwenye kilele cha furaha. Kwa hiyo mimi nawapongeza watu wa Engineer S na uongozi wake kwa ujumla. Wanafanya poa. Hakuna timu ambayo haipendi kuwa na viongozi kama hawa. Hata hao ambao wanalalamika sasa hivi wanatamani kuwa na viongozi wapambanaji kama hapa. Sio kwamba wapambani, wanapambana, lakini kuna wenzao, kuna sehemu tu wanawazidi kiujanja mpaka wanawapa furaha mashabiki wao. Yes. Sawa, umezungumza hapo ni miaka takriban 8. Umetumika vizuri kabisa katika matukio makubwa, hususan matukio haya ya parade. Miaka ya ubingwa wa Simba na miaka ya ubingwa wa Yanga kuna utofauti fulani wa logistic na utaratibu wa sherehe hizi za ubingwa. Labda kwako upande upi umekuvutia zaidi, lakini nini ambacho unaweza ukakizungumza kati ya utofauti wa matukio hayo ya timu hizi mbili kwa maana ya uratibu wa matukio haya ya parade ama maandamano ya ubingwa? Of course sehemu zote zimenivutia kwangu mimi, kwa sababu tukiongelea mabadiliko haya ni mabadiliko ya teknolojia. Kipindi Simba wanachukua hivi vitu kwa tujaviona, tumeanza kuviona hivi vitu labda kwenye ile ligi ya England. Nakumbuka Manchester City walifanya chapa kitu, nakumbuka Madrid na wenyewe walifanya chapa kitu. Kwa hiyo ni miaka ya karibuni tu hivi, unaona. Kwa hiyo tukizungumzia labda kuzilinganisha parade hili na parade zilizopita, mimi naona kama vile tunakuwa hatuendi sawa na muda umebadilika. Naamini hata wao pia ambao tunataka tuwafananishe na Yanga wangekuwa kwenye ubingwa ambao wamechukua wenzao hawa, wangefanya kitu kama hichi hapa. Kwa hiyo kikubwa zaidi. Au kikubwa zaidi. Mimi siwezi kusema labda cha Simba kilikuwa tofauti au cha Yanga kiko zaidi. Hapana, ni kutokana na muda, tuna nyakati zinabadilika kwa speed sana ndugu yangu. Bwana, shukrani sana HD Hirali Daudi, HD wa Global TV. Miongoni mwa watu ambao tuko nao katika parade hii ni senior reporter, mtu ambaye umesikia sana sauti zake kupitia Global TV Online, Global Radio, akitangaza soka, akiwa anafahamika kama miongoni mwa watangazaji bora kabisa wa redio. Na kwa upande wake labda na yeye atatupa experience, atatupa uzoefu wake. Bwana, umekuwa senior katika matukio kama haya. Kwako unalielezeaje tukio la leo, hasa kwa msimu huu ambao unatajwa kuwa miongoni mwa misimu ya kihistoria kwa Dar es Salaam Young Africa? Bwana, mimi hapa na utofauti wa tukio hili na matukio mengine, na hesabu tu zile nakshi za dhahabu na mbao ambazo ziko juu ya basi. Sidhani kama kumewahi kutokea parade Afrika Mashariki ya makombe mengi kiasi hiki. Makombe 5 juu ya basi, mashabiki wanapata kuyashuhudia. Naweza kusema ni fantastic. Umekuwa ni msimu bora sana kwa Yanga, licha ya kwamba kumekuwa kuna hizi ups and downs tunaita za hapa na pale, ikiwemo mpaka filimbi ya mwisho kutojulikana nani ni bingwa wa ligi. Lakini vile vile kubadilisha makocha watatu ndani ya msimu mmoja, ndio maana unaweza ukaona pia hata kwa Yanga wao wanauchukulia ubingwa huu kwa uzito zaidi pengine kuliko katika misimu mingine mitatu yote ambayo imetangulia. Misimu mingine Yanga alikuwa anaenda mechi 2-3, najua tayari ameshakuwa bingwa, lakini safari mpaka dakika ya mwisho. Lakini thamani zaidi imeongezwa wakichukua ubingwa mbele ya timu 2 bora. Hapa nazungumzia Simba ambao ni watani wao na Singida Black Stars, timu ambayo imesheheni nyota wazoefu. Kwa hiyo unaweza ukaona, ukiangalia profile ya timu ambazo Yanga imechukua ubingwa mbele yao, unaweza ukausema ubingwa huu umekuwa ni wa machozi, jasho na damu kwao, na wana haki ya kufurahia katika namna wanavyofurahia. Petro Mzigu, ni
ni ukuaji mkubwa sana wa football tumeuona katika miaka ya hivi karibuni. Tunazungumzia 3 season zilizopita mtawalia, tumepata timu 2 ambazo zimecheza mashindano ya shirikisho na fainali. Simba na Yanga zote zimefuzu kushiriki ligi ya mabingwa kwa msimu ujao. Je, tunayo nafasi ya kushuhudia labda ndoto ya Tanzania ni kupata ubingwa wa Afrika. Je, tuko tayari kuelekea katika mashindano hayo, na labda tunaweza tukashuhudia paredi ya ubingwa wa Afrika, ama nini ambacho kifanyike ili ndoto hiyo ya Watanzania iweze kufanikiwa? Mambo yakiendelea hivi kati ya mwaka huu tunauendea mpaka 2030 haipiti misimu 5 kombe la Afrika lolote, ligi ya mabingwa au shirikisho la Afrika litatua Tanzania. Tuko kwenye track nzuri. Ndani ya miaka 3 timu zetu mara 2 mfululizo zimeingia kwenye fainali ya michuano hii ya Afrika. Hii inakupa picha kwamba tumeingia katika ushindani wa soka la Afrika, na kinachoendelea hivi sasa ni timu kuongeza uwekezaji kwenye mapungufu, kuweza kurekebisha. Mimi na uhakika tuna uwezo wa kubato kwa ajili ya title za Afrika, lakini vile vile kuja kufanya paredi kubwa zaidi ya kihistoria, kwa maana ya kwamba paredi itahusisha kombe la Afrika katika ardhi hii ya Tanzania. Shukrani sana Petro Mzigu, senior reporter huyo. Umemsikia sana katika sauti za speaker za Global Radio Plus 255 akitangaza football, lakini miongoni mwa waanzilishi HD wa Global TV anataka kujazia hapo kwenye kombe la Afrika. HD, kwenye kombe la Afrika hapo labda tufanye jitihada zote na sisi tuingize viongozi wetu kwenye uongozi wa soka la Afrika, la sivyo tutaendelea kuliona likombe linatawaliwa na hao ambao wanalitawala mpaka leo. Hauna imani na viongozi wa sasa HD? Nina imani nao, lakini imani yangu kwao itakuwa kubwa sana kama mimi viongozi wangu wa soka la Tanzania wakiweza kupenetrate na kushika na nyadhifa kubwa kwenye uongozi wa CAF. Bwana, ushauri mzuri huo kutoka kwa HD wa Global TV, akisema na sisi kama Watanzania ni muhimu kuhakikisha tunakuwa na sehemu kubwa ya viongozi katika mashirikisho haya makubwa ya Afrika. Tunao viongozi wakubwa kama vile rais wa shirikisho la klabu barani Afrika, ama mwenyekiti wao Engineer Hersi, lakini pia mjumbe wa Excom kwa maana ya kamati ya utendaji ya shirikisho la soka Afrika barani Afrika kwa maana ya CAF, mzee wetu na rais wa shirikisho la soka Tanzania Wallace Karia. Lakini kwa maoni ya HD wa Global TV tunahitaji bado namba kubwa ya watu katika eneo hilo. Tuko Vingunguti. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia bima papo kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno bima papo kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima papo, urahisi wa maisha.